Jina langu Mwalimu Daudi Mohamed Ali, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha walimu katika kanda ya Unguja. Chama cha walimu kina kanda ya Unguja na kanda ya Pemba. Kwa hiyo mimi ni mwenyekiti wa chama cha walimu kwa kanda ya Unguja. Lakini pia ni mshauri mwelekezi katika shirikisho la walimu, elimu, maadili na mazingira. Sisi walimu tumejikusanya, tukaunda NGO rasmi iliyosajiliwa na serikali inayoitwa Shirikisho la Walimu, Elimu, Maadili na Mazingira. Lengo na dhamira kwamba tunaona utamaduni, desturi, mila za watoto wetu sasa hivi zinaporomoka sana. Kwa hiyo tukaona tuanzishe chombo hichi ili kuweza kusimamia, lakini kuimarisha, ikiwezekana kukuza ule utamaduni wetu wa asili, kwa sababu utamaduni wetu wa asili ndio maisha yetu. Sasa katika wakati huu wa uchaguzi tumepewa jukumu kama walimu, kwa sababu kauli ya walimu inakuwa ni nzito kuliko hata kauli ya mzazi. Kwa hivyo tukaona tuchukue hili jukumu tulilopewa na serikali kwa ajili ya kulinda, kudumisha amani na utulivu. Sasa kwa sababu ni walimu, kwa kupitia Shirikisho la Walimu, Maadili na Mazingira, inakuwa ni rahisi kuzungumza na wanafunzi, kwa sababu wanafunzi ndio vijana wa rahisi kushawishiwa katika kuvunja amani. Kwa hivyo sisi tunapita ndani ya skuli, tunapita ndani ya maeneo, tunapita ndani ya wadi na mote ili kuhamasisha amani, utulivu kabla ya uchaguzi, huu wakati wa kampeni na baada ya uchaguzi. Kwa sababu amani na utulivu ndio maisha yetu, lakini vile vile vijana wetu ndio vijana wale ambao wanaharibiwa na mazingira. Hapa kabla mwanzo hapa watoto tuliwaona wanachukuliwa, wanaingizwa ndani ya ngoma. Sasa huu si utamaduni wetu. Sasa sisi tuna jukumu la kupita, kuhamasisha walimu wenzetu, kuhamasisha wanafunzi wetu ili tuendane na maadili yetu. Na maadili yetu ni upendo, kupendana sisi wenyewe. Maadili yetu ni amani na utulivu. Maadili yetu ni kushirikiana kwa kila hali ili nchi iwe salama. Lakini nchi inaanzia kuwa na mikoa iwe salama. Mikoa inakuja wilaya ziwe salama. Wilaya zinakuja kunako shehia ziwe salama. Shehia zinakuja kunako familia. Familia zinapokuwa salama, maana yake usalama ule, umoja na upendo ule ndio unapanda mpaka kufikia kunako serikali kuu. Tunapokuwa tunapendana, kila mtu anakuwa anamhurumia mwenziwe. Sasa kama kila mtu anamhurumia mwenziwe, inakuwa ni vigumu kuweza kumfanyia ubaya mwenzio. Lakini tunapokosa huruma, tunapokosa kupendana kuanzia mwanzo, inakuwa huoni shida kumchukulia na kumfanyia vibaya mwenzio. Kwa hivyo sisi kama walimu tumechukua dhima hiyo na tutaendelea nayo dhima hiyo ya kuleta upendo, kuleta mashirikiano, kuimarisha amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Wito wangu wala hauwi mkubwa, unakuwa mdogo tu. Kuna maisha tukimaliza uchaguzi. Kwa hivyo tukinuniana kunako uchaguzi huu, tuone baada ya uchaguzi tutakuja kufanya nini. Na sisi ndo tunaishi pamoja. Kwa hivyo wito wangu, tupendane. Uchaguzi huu tukishinda, tukishindwa, maana yake tukimaliza maisha yanaendelea. Kwa hivyo tusije tukafikia hatua ya kununiana mpaka tukafanya watu wakashindwa kuelewana. Baada ya uchaguzi kuna maisha tusioyajua mwisho wake. Kwa hiyo upendo wetu tuendelee nao, amani yetu tuendelee nayo, na mashirikiano yetu tuendelee nayo. Uchaguzi unafanywa ndani ya mwezi mmoja. Ukimalizika mwezi mmoja, uchaguzi umekwisha. Na lazima tuwe tunakubali matokeo. Asiyekubali kushindwa si mshindani, kwa sababu haiwezekani ndani ya nchi moja kukawa kuna marais wawili. Haiwezekani ndani ya nchi moja kukawa kuna viongozi wa aina moja wa aina mbili. Ukishindwa kubali kushindwa, na ukishinda usijione kwamba wewe ndo umeshinda kwa uwezo wako. Ona Mungu kakupa wewe mara hii na mara nyingine Mungu atampa mwingine. Hayo ndo maisha, na hivyo tutakavyokwenda kwa utulivu na amani.